Wito wangu ni wananchi kutii sheria bila shuruti. Kama ambavyo tumeona katika kukimbizana haya magendo, wengine wamepata madhara. Kuna waliofariki kwa kupata ajali na vyombo vya moto wakiwa wamebeba magendo, lakini wapo ambao wamepata ulemavu wa kudumu, wapo ambao wamepata hasara ya kufilisiwa vyombo vyao vya moto ambao wanavitumia kwenye magendo. Lengo la serikali sio kuwafilisi. Lengo la serikali linataka wao walipe kwa kufuata taratibu, na wao waendelee kutunza familia zao, waendelee kufanya mambo ya kiuchumi kwa kupitia vyombo vyao, lakini tufanye zile biashara ambazo ni halali. Zile haramu za magendo tusingependa kuona wananchi wanafanya. Na tuendelee kutoa elimu mpaka vijijini, kwenye maeneo yote kwenye mpaka, ili sasa tuweze kuongeza mapato. Lakini pia ushirikishwaji wa taasisi zingine na wizara zingine kwenye swala zima la kudhibiti magendo, lakini pia na mazao ambayo yanatoka ndani ya nchi yanaenda nje ya nchi jirani, kwa sababu tunapoteza mle kitu kikubwa. Leo tumeweza kufanya hiyo outreach kupitia katika maeneo ya mpaka wa Silali. Lengo ni kuelewesha umma, kufanya matangazo, kuongea na wananchi juu ya madhara ya vitendo vya magendo. Kwa sababu tunajua ni kwamba kama bidhaa zitaingia nchini au kutoka nchini bila kupitia milango ya forodha, kuna athari kubwa kwa serikali, itakosa mapato, lakini pia wananchi wanaweza kutumia bidhaa ambazo hazijathibitishwa ubora. Na leo hii tumetembelea shule ya sekondari Tarime kuweza kukutana na wanafunzi kwa minajili kwamba kuweza kuwapa elimu ya kodi, lakini pia kuwaeleza madhara ya magendo, lakini pia kutengeneza uzalendo kwa wanafunzi hawa. Kutoa wito kwa Watanzania kwamba waweze kutumia milango ya kiforodha, lakini pia wafate utaratibu wa uingizaji na utoaji wa bidhaa nchini. Lakini pia kwa wale ambao wana vyombo vya moto ambavyo vina usajili wa nchi jirani, basi waweze kufika katika mpaka wa forodha Silali, lakini ofisi ya mkoa ya wilaya wapewe utaratibu jinsi ya kufanya usajili wa hivyo vyombo vya moto. Lakini pia ni waombe wa Tanzania, hususan wa mkoa wa Mara, maeneo ya Tarime, Silali na maeneo ya jirani, kwamba wao wazalendo kutoa taarifa kupitia namba yetu ya mtoa taarifa, ili sasa tuweze kupambana na kuzuia na vitendo vya magendo kupitia namba 0784 210 209. Tukifanya hivyo, basi tutakuwa tunatimiza hazima ya serikali, na kwa pamoja tutakuwa tunalijenga taifa letu kama kauli mbiu ya Mamlaka ya Mapato Tanzania. Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA wametufikia hapa shuleni, na kiukweli mimi kama mwanafunzi nimefarijika sana na nimepokea vitu tofauti ambavyo tumefundishwa siku ya leo, ikiwemo kuhusiana na swala zima la bidhaa za magendo ambazo zinaingia taifani kwetu, hususan kwetu sisi wananchi ambao tunaishi mipakani hapa Silali, lakini pia wale wananchi wanaoishi Kagera. Ni bidhaa mbalimbali ambazo zinaingia kimagendo pasipo kutolewa taarifa katika serikali, ambazo zinatuletea sisi madhara kama Watanzania. Mfano, zinatuletea madhara kiafya, pia zinaweza kupelekea hata kuvuruga amani katika taifa letu, kwani kuna silaha au madawa mbalimbali yanayoingia pasipo kutolewa taarifa. Hivi vitu vinapelekea kulihujumu taifa letu. Nitakuwa balozi mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba hakikisha napokea risiti na kufuatilia vitu vyote ambavyo ninavyokuwa ninavipata vinakuwa ni halali na vinatumika katika taifa letu. Pamoja tunajenga taifa letu.